Kama mlivyosikia na mlivyoona mitandaoni kwamba leo kulikuwa na usainiji wa sheria na vile vipengele na vigezo vya vyama vya siasa ambavyo vitaenda kushiriki kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Lakini ni chama kimoja tu kati ya vyama 19 ambavyo vilitakiwa kwenda kusaini kanuni hizo. Ni chama kimoja ambacho hakijashiriki kwenye kusaini kanuni hizo, ambapo vyama 18 vyote vimesaini sheria na kanuni hizo, lakini ni chama cha demokrasia na maendeleo tu ndo ambacho hakijatokea kwenye kusaini kanuni hizo. Lakini kabla ya muda huo kufika wa kwenda kusaini, Chadema walikuwa wameshatoa andiko lao la kutokukubaliana na kwenda kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi huo, ambapo lilitolewa na Mnyika, ambapo katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ndugu John Mnyika ameufahamisha umma kwamba hatohudhuria na hatoshiriki kwenye kikao cha leo, ambapo ilikuwa ni leo April 12, 2025 kilichoitishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kikihusisha vyama vyote vya siasa vitakavyoshiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao kwa ajili ya kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Kulingana na taratibu, wawakilishi wa vyama vya siasa katika kikao hicho wanatakiwa watendaji wakuu wa vyama, makatibu wa vyama, kwa kuwa ndio wenye mamlaka ya kusaini maadili hayo ya uchaguzi mkuu. Katibu mkuu sijateuliwa kiongozi ama afisa yeyote kwenda kushiriki kwa niaba yangu. Mnyika huyo alianza kwa kusema, mimi sijateua wala sijamtuma kiongozi ama afisa yoyote kwenda kushiriki kwa niaba ya kwangu katika kikao hicho kitakachofanyika kwenye ofisi za Tume ya Uchaguzi ya Taifa mkoani Dodoma. Imesomeka taarifa ya John Mnyika. Wakati hayo yanafanyika, ikumbukwe kuwa mwenyekiti wa chama Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ametiwa korokoroni wakati ambapo makamu wake mwenyekiti John Heche kupitia kurasa yake ya X amechapisha taarifa akieleza malalamiko yake kadhaa ya kutokuwa na imani na tume hiyo na kile ambacho kimetangazwa kufanyika hii leo. Alianza kwa kusema, Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchi hii haijawahi kuwa na maadili. Ni tume ambayo inakisaidia Chama cha Mapinduzi. Haiwezi kuambia watu wasaini maadili. Kwa sasa hoja ni moja tu, no reform, no election, alisema John Heche, ambapo taarifa yake ya ambayo aliposti kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, ilikuwa inasema, katibu mkuu Chadema sitakuwepo kwenye kikao. Huyu ni Mnyika sasa ambaye aliposti kwenye ukurasa wake wa X, ambapo andiko lake lilikuwa linasema, katibu mkuu sitakuwepo kwenye kikao cha tarehe 12 April 2025 cha kushauriana na kusaini maadili ya uchaguzi ya 2025. Ifahamike kuwa mwenye mamlaka ya kusaini maadili ya uchaguzi kwa niaba ya chama cha siasa ni katibu mkuu. Katibu mkuu sijateua kiongozi ama afisa yoyote kwenda kushiriki kwa niaba yangu katika kikao hicho kitakachofanyika katika ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Tume ya Uchaguzi Tanzania mkoani Dodoma, ambapo alimaliza kwa hashtag ya no reforms, no election. Lakini Heche yeye kwenye ukurasa wake wa X yeye aliandika, chama chetu hakitashiriki kusaini maadili ya tume isiyo na maadili. Tume kupitia watumishi wake inashiriki kuiba kura,
wanawaengua wagombea wetu kwa uongo, wanahujumu na kuzuia mawakala wetu kuingia kwenye vituo. Hakuna maadili ya kusaini kwa watu wasio na maadili. So hiyo ndio ilikuwa taarifa ya John Heche ambayo aliposti kwenye ukurasa wake wa Twitter au X. Sasa mara baada ya Chadema kufikia huo au kuwa na msimamo wao huo mapema, ambaye ni alikuwa anasimamia zoezi hilo, au tunaweza tukasema mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, Ramadhani Kailima, amesema Chadema ambayo haikusaini kanuni za maadili ya uchaguzi haitashiriki uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu na chaguzi zote ndogo zitakazofuata kwa muda wa miaka 5. Kanuni hizo zimesainiwa leo April 12, 2025 na vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu serikalini na INEC jijini Dodoma. Mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, Ramadhani Kailima, ndo aliyesema hayo. Vyama ambavyo vimehudhuria hafla hiyo ni ADC, Demokrasia Makini, DP, NRA, NLD, SAU, UDPD, ADA, TADEA, AAFP, CCM, CUF, ACT Wazalendo, Chauma, UMD, TLP, NCCR Mageuzi, CCK na UDP. Hivi ndio vyama ambavyo vimeweza kusaini kanuni hizo, lakini ni chama kimoja tu ambacho akijasaini au akijashiriki kwenye kusaini sheria au na kanuni hizo, ambacho ni chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na amesisitiza kwamba hakitafanya chaguzi zozote ambazo zitakuwa zinafanyika ndani ya miaka 5, wala kwenye huu uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwezi wa 10 mwaka huu bado hakitashiriki, kwa sababu kitakuwa kimeshakosa haki za kushiriki kwenye huo uchaguzi. So hiyo ndo taarifa ambayo mpaka sasa hivi inatembea sana mtandaoni, na ndo taarifa ambayo mpaka sasa hivi watu wanaona kama kuna namna ambavyo inafanyika Chadema kukipoteza kwenye ukurasa wa kisiasa na kuenda kwenye uchaguzi wa mwaka huu, kwa sababu ni tukiri kabisa kwamba Chadema ndo kinaonekana ndo chama pinzani kweli kweli, kwa sababu kinaonyesha mabavu na kinaonyesha kuwa na hoja ambazo zinaonekana zinawagusa moja kwa moja serikali au chama tawala, kitu ambacho kinapelekea kuwatengenezea zengwe nyingi ambazo zinaweza zikawafanya wakose haki ya kufanya chochote kwenye uchaguzi wa mwaka huu. So hayo ndo anayoendelea, tusubirie tuone ni kipi ambacho kitakuja kuamuliwa katika hili ambalo linaendelea.